Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE Habari, na sasa tuungane naye Godwin Mawanja kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Afrika 50 kusaidia utekelezaji wa dira nchini Tanzania. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa taasisi ya Africa 50 inayojihusisha na uwekezaji katika sekta ya miundombinu imesema kuwa iko tayari kuwekeza nchini Tanzania kwenye miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ya ujenzi wa miundombinu ya bandari, usafirishaji na usambazaji wa nishati ya gesi na umeme ili kuchochea uchumi wa taifa kupitia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050. Hayo amesema na afisa mtendaji mkuu wa taasisi hiyo Bwana Alain Abubise alipokutana kufanya mazungumzo na ujumbe wa Tanzania ukiongozwa na Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar katika ubalozi wa Tanzania uliopo Washington DC nchini Marekani, pembezoni mwa mikutano ya majira ya kipupu ya Benki ya Dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF. Amesema kuwa taasisi yake ina uzoefu mkubwa wa kuwekeza katika nchi za Afrika katika sekta mbalimbali za kiuchumi na kwamba Tanzania ina nafasi kubwa ya kupiga hatua kimaendeleo kwa kuvutia mitaji kutoka nje kupitia uwekezaji ambao taasisi yake iko tayari kuweka. Aidha, amefafanua kuwa nchi za Afrika ikiwemo Tanzania zina rasilimali nyingi zinazoweza kuchachua uchumi wake, lakini changamoto kubwa ni namna ya kupata mitaji ama fedha za kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu inayochochea ukuaji wa uchumi, na kwamba taasisi yake iko tayari kuwa sehemu ya kutatua changamoto hiyo kwa Tanzania. $30 to $15 million because we want to test the market in order to do a bigger project. One of the key areas of focus for Africa 50 is to help gasify our African economies. You see, Honorable Minister, we have gas in Africa. We're about 10 to 11% of reserves. But most of our gas is exported to non-African countries, which is fine because we're getting revenues. But you see, we also need to have some of this gas and a growing portion of that gas to support our industrialization. Kwa upande wake, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar ameikaribisha taasisi hiyo na wawekezaji wengine kwenda kuwekeza nchini Tanzania na kunufaika na vivutio mbalimbali vinavyotolewa na wawekezaji. Ameeleza kuwa 70% ya utekelezaji wa dira 2050 iliyoweka malengo ya nchi kufikia uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050 inatakiwa kutoka katika sekta binafsi na 30% zinatarajiwa kutoka serikalini na taasisi zake. Hivyo kuna umuhimu mkubwa wa kuilea na kuikuza sekta binafsi ili malengo yao yaweze kutimia. We hope that in terms of financing of the implementation of the vision, we actually assign private sector to contribute around 70% for the implementation. That means we have to build, we have to continue to nurture the local private sector for more investment from the domestic private sector. We still have to attract more FDI in the country. There will be a very important role that PPP will have to play. Now, of course, with PPP, then I come to the other issue on transmission. Africa 50 ni taasisi ya uwekezaji wa miundombinu iliyoanzishwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB ili kutatua changamoto za uhaba wa miundombinu inayoweza kuchochea ukuaji wa uchumi kwa nchi wanachama wa taasisi hiyo katika bara la Afrika. Serikali imeimarisha msisitizo wa uzingatiaji wa viwango vya ubora katika bidhaa na huduma kama sehemu ya mkakati wa kukuza uchumi wa viwanda na biashara nchini. Hatua hiyo inalenga kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya ndani na nje, kulinda afya za walaji na kujenga imani ya soko kwa bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Akizungumza baada ya ziara yake katika shirika la viwango Tanzania TBS jijini Dar es Salaam, Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Balozi Waziri Salum amewataka wazalishaji na wafanyabiashara kuzingatia kikamilifu viwango vilivyowekwa, akisisitiza kuwa utekelezaji wake ni sharti muhimu kwa maendeleo sekta ya viwanda. Amesema serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa sheria na kanuni ili kuhakikisha bidhaa zote zinakidhi ubora unaotakiwa. Balozi Salum pia ameelekeza taasisi husika kuongeza ufanisi katika ukaguzi wa bidhaa pamoja na ufuatiliaji wa shughuli za uzalishaji ili kuzuia bidhaa zisizo na viwango kuingia sokoni. Amesema hatua hizo zitasaidia kuongeza ushindani wa bidhaa za ndani katika soko la kikanda na kimataifa sambamba na kulinda maslahi ya walaji. Tuhakikishie Watanzania kwamba bidhaa zote wanazotumia zimekuwa zimeangaliwa na zimethibitishwa ubora wake. Hivyo ni wahakikishie Watanzania bado wapo salama. Lakini kwa zile bidhaa ambazo wajanja wachache wanazipitisha kwa mgongo wa nyuma, basi tunaendelea na taasisi zetu zingine kuwadhibiti na kuhakikisha vigezo vyote vya bidhaa kuwa bora zinapata udhibiti kupitia TBS. Hapa TBS kumefanyika uwekezaji mkubwa sana. Nimeona mashine moja tu ndogo ukiangalia hivi kina karibia milioni 500. Maabara hizi ziko zaidi ya 12.
na ni uwekezaji mkubwa sana umefanyika na serikali kupitia TBS. Kwa hiyo niwahakikishie Watanzania kwamba wako salama kwa bidhaa wanazozitumia, na sisi kama TBS tutaendelea kufanya ukaguzi wa bidhaa mbalimbali zinazotoka nje na zinazozalishwa ndani ya nchi ili kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama katika bidhaa wanazotumia. Kwa upande wake, mkuu wa shirika la viwango Tanzania TBS Dr. Ashura Katunzi amesema shirika hilo litaendelea kutoa elimu kwa wazalishaji na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha viwango vinazingatiwa. Amesisitiza kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote watakaokiuka taratibu hizo, akibainisha kuwa lengo ni kuhakikisha bidhaa za Tanzania zinakuwa na ubora unaokubalika kimataifa na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Wajasiriamali wadogo tunawasaidia kwa kiwango kikubwa, na sisi zaidi, mbali ya kudhibitisha, tunawapa mafunzo na kwa kushirikiana na taasisi zingine kama SIDO wanahakikiwa na kujengewa uwezo wa kitaalamu. Wakija TBS basi tunathibitisha ubora wa bidhaa zao, lakini pia ikihitajika tunafanyaga on-site coaching kwamba unazalisha bidhaa gani, basi tutamfundisha, lakini pia ana changamoto gani, tutamsaidia aweze kufikia kule. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amezitaka kampuni za mawasiliano ya simu za mkononi zilizowekeza mkoani humo kuhakikisha zinakuwa kiungo muhimu cha kutatua changamoto za mawasiliano na huduma za kifedha ili kuwafanya wananchi hao waendelee kunufaika na huduma zote za kidijitali. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo mkoani Mtwara wakati wa uzinduzi wa duka jipya la Yas mkoani humo, ambapo amesisitiza kwa sasa wananchi wa Mtwara wanahitaji zaidi huduma za mawasiliano na kifedha, hivyo kuwasaidia ni muhimu kampuni za simu ikiwemo Yas wakawa kiungo muhimu cha uwekezaji. Nitoe rai sasa kwa kampuni yetu hii ya Yas, Mixx by Yas, duka hili liwe kiungo muhimu katika kuhakikisha linatatua changamoto za kimawasiliano pamoja na matumizi ya huduma za kifedha, na pia kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Mtwara na maeneo jirani wanafaidika kikamilifu na nguvu ya ulimwengu wa kidijitali. Huwa mara nyingi viongozi tunasisitiza kwenye maendeleo kama haya basi tu watatuzi wa changamoto ila tusizalishe changamoto. Kwa upande wake, Sara Sonela, mkuu wa maduka ya Yas Tanzania, pamoja na mkurugenzi wa Yas kanda ya Pwani Kusini na Nyanda za Juu Kusini, Joseph Mutalemwa, wamesema nia ya Yas kujenga duka hilo Mtwara ni kutokana na idadi kubwa ya wateja ambao wana uhitaji wa huduma za mtandao na kifedha ili kuendana na kasi ya kidijitali. Napenda kuhakikishia mgeni rasmi kuwa timu yetu iliyoko hapa imejipanga vilivyo kuhakikisha inatoa huduma kwa viwango na ufanisi, lakini zaidi ni kukidhi mahitaji ya wateja. Hii endapo maana halisi ya dhamira ya kampuni yetu ya kuwa mshirika wa kidijitali kwa kila Mtanzania. Kupitia uzinduzi wa duka hili, idadi ya maduka ya Yas mkoani Mtwara inafikia maduka 2 kati ya maduka zaidi ya 500 tulionayo nchi nzima. Huu ni udhibitisho wa dhamira yetu ya kuendelea kusogeza huduma karibu zaidi na Watanzania. Kwa sisi Mtwara ni sehemu muhimu sana ya biashara yetu, kwa sababu kwanza sisi tunaongoza kwa idadi ya wateja Mtwara. Kwa maana hiyo sisi ni namba 1, mtandao namba 1 Mtwara. Kwa hiyo hakukuwa na maswali mengi kwa tunataka kufungua maduka makubwa. Mtwara ilikuja kama priority, kwa maana ya kwamba ukiwa na wateja wengi sehemu basi unaanza na hao. Kwa hiyo Mtwara sisi ni sehemu muhimu sana katika huduma zetu, na tutaendelea kuwa pamoja na wananchi wa Mtwara kuhakikisha tunasogeza huduma zetu karibu na wao. Nao baadhi ya wananchi wa Mtwara wameungana na kauli ya mkuu wa mkoa, ambapo wametaka huduma kuendelea kuboreshwa ili nao waendelee kunufaidika na ukuaji wa sekta ya mawasiliano. Asante sana mtazamaji, na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku hii ya leo.